Habari za wakati huu mtazamaji wa Bobezi TV, ni matumaini yangu kabisa mzima wa afya. Mimi naitwa Jennifer Isaya ama unaweza kuniita Genviva na hii ni Bobezi TV. Na karibu niweze kukupatia zile story ambazo zimemake headline kwa siku hii ya leo. Wengi tulikuwa tukisubiria taarifa ya kesi ambayo ilikuwa ikimhusu mfanyabiashara Jennifer Jovin mwenye umri wa miaka 26 maarufu kama Nifa pamoja na mwenzake Mika Chavala walikuwa wakabiliwa na kesi ya uhaini. Hatimaye wameachiliwa huru mchana huu katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Hatua hiyo imefikiwa leo wakati shauri hilo lilipopelekwa mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Lamuya kwa ajili ya kutajwa, ambapo wakili wa serikali Titus Aaron alidai shauri hilo lilipelekwa kwa ajili ya kutajwa, lakini DPP Sylvester Mwakitalu kwa mamlaka alionayo chini ya kifungu cha 92(1) cha mwenendo wa mashauri ya jinai CPA hana nia ya kuendelea kuwashtaki washtakiwa wote wawili. Baada ya kuelezwa hayo, wakili wa utetezi Peter Kibatala alidai wamesikia na hawana pingamizi katika hilo kwa kuwa ndiyo sheria ilivyoelekea. Hivyo anaiomba mahakama iweze kutamka kwamba washtakiwa wameachiwa. Hakimu Lamuya aliwaelezea washtakiwa kuwa upande wa mashtaka umewasilisha ombi ya kuwafutia mashtaka chini ya kifungu kilichotajwa, hivyo mahakama inakubali ombi hilo na kueleza imewaachia huru washtakiwa isipokuwa kama watashikiliwa kwa jambo jingine. Sasa kesi ya Nifa rasmi imekwisha, na kwa wale ambao walikuwa wakijiuliza kuhusiana na kesi ya Nifa, basi tayari wameshapata majibu, na kama ambavyo unaona Nifa amefurahi sana kurudi uraiani, na kuna hiyo baadhi ya video ambazo zilikuwepo kutokea kule mahakamani, kutoka kwenye mahakama ya Kisutu, zinamuonesha Nifa akiwa pamoja na mama yake pamoja na familia yake walivyofurahi kuweza kumpokea mpendwa wao Jennifer Jovin ama Nifa. Kama utakumbuka kwamba mama yake mzazi na Nifa amekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamesimama kidede na mwanae kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tu anasimama kwa ajili ya kumwombea msamaha. Kuna video ambayo iliwahi kutoka akionekana akilia sana, akitoka na machozi sana, akimuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan aweze kumsamehe mtoto wake, kwamba ametambua makosa yake na hakufurahishwa na kile ambacho binti yake alikifanya. Hivyo aliweza kusimama na mwanae kwa ajili ya kumwombea msamaha. Lakini pia tumemwona mara kadhaa mama yake Nifa amekuwa akihudhuria mahakamani pale Kisutu, ambapo shauri la Nifa lilikuwa likisomwa, basi na yeye akihudhuria, lakini tukimuona akitokwa na machozi kwa mara kadha wa kadha mara baada ya kusikia kwamba mtoto wake amerudishwa tena rumande kwa ajili ya kuendelea na kesi yake. Lakini kwa hii leo unaona kabisa ni machozi ya furaha ambayo yameibuka mara baada ya Nifa kuweza kumuona mama yake. Ni kumbato zito, kumbato la furaha, ni havielezeki kiukweli baada ya kuweza kumuona Nifa akimuona mama yake. Lakini pia Nifa amewashukuru Watanzania wote, watu wote ambao walisimama na yeye katika kuhakikisha kwamba wanamsaidia na kumsupporti na kumuombea katika namna moja au nyingine, ili kuhakikisha kwamba anakuwa sawa kwa kile ambacho kilimkuta. Mimi naitwa Genviva na hii ni Bobezi TV. Cha msingi ni wewe kusubscribe kama bado hujafanya hivyo kule YouTube, lakini pia kulike, kucomment na kushare kule Instagram, lakini pia TikTok tunapatikana kwa jina moja tu la Bobezi TV. Hakikisha unafanya hivyo ili wa kwanza kuweza kuzipata taarifa kila update ambayo inakuja, basi utahakikisha kwamba unaipata hapa ndani ya Bobezi TV. Kwa habari zote za sports, kwa maana ya michezo, burudani, lakini pia habari michezo, vitu mbalimbali unaweza kuzipata hapa, na zile updates ambazo zinaweza kutokea basi utakwenda kuzipata hapa. Like, subscribe, nyeza alama ya kengele ili wa kwanza kuweza kuzipata taarifa. Mimi naitwa Jennifer, I'm signing out.